Roho ya kiburi ni roho inayoharibu kanisa, ni roho inayonyonya kanisa. Roho ya kiburi, hata kama ungefundishwa utakuta mtu afundishiki. Hata kama mchungaji angekemea mtu anabaki vile. Roho ya nini? Achana na kiburi, mtumishi wa Mungu. Achana na nini? Ukishapona na roho ya kiburi, mbinguni unaenda. Mbinguni unafanya nini? Roho ya unyenyekevu ndio roho ya kimungu. Tukiwa na unyenyekevu, hata viongozi wetu hawatapata shida. Hata ukitangaza mchango utatoa kwa uaminifu. Chochote utafanya kwa sababu hauna kiburi. Roho ya kiburi ni mbaya sana. Roho ya kiburi ni mbaya sana. Biblia inasema nyenyekeni chini ya mkono wa nani? Wa Mungu ulio hodari, ili Bwana wakweze. Biblia inasema wazee watawala vema wastahili heshima maradufu, si ndio? Wastahili nini? Heshima mara wanaotawala vema. Heshima, tunaelewana? Uwe na adabu, uwe na heshima. Kata roho ya dharau, kata roho ya kiburi. Unaagizwa haufanyi. Hivi unafikiri kiburi ni kuto kufanya? Sawa, watoto wa Mungu, kiburi ni kuto. Leo tumeshangaza mara nyingi, tunasema ibada muda fulani, haujawahi fika, ni kiburi hicho. Kwa leo usipoikataa, hiyo roho inaenda kuua. Usiposimama kukataa, inaenda kukumaliza. Inafanya kukumaliza. Kila roho lazima ikatae. Shetani amepandikiza roho ya kiburi, ndio roho inayomaliza kanisa. Kuna roho ya uzushi, sawa? Roho ya uongo ndio roho ambazo zinamaliza nini? Yaani watu wameokoka lakini uongo haujaiokoka. Midomo haijaipona. Yaani waongo kuliko baba yao Ibilisi. Ndio maana Biblia kitabu cha Yohana nasema, yaani wote wapendao uongo baba yao ni nani? Ni Shetani. Nasema yeye tangu mwanzo hakusimama kwenye kweli. Yaani yeye ni mwongo. Na huyo Shetani, watu hapo makanisani waongo kumpita Shetani. Na ndio roho inayomaliza kanisa. Kiburi, uongo, uzinzi. Ndio roho kuu Shetani anazitumia. Nini? Uzinzi. Yaani mtu anaokoka kanisani lakini hajaacha uhuni, hajaacha umalaya, anamsema Yesu kwa kinywa. Amen. Hizo roho ni roho ambazo zinamaliza kanisa, sio kwa wakubwa, sio kwa watoto. Ndio maana ukifuatilia leo maanguko makubwa, watu wameanguka, fuatilia. Ameanguka kwenye uzinzi. Kwani wao ameanguka kwenye nini? Mpendwa, lazima uelewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Biblia inasema sisi tuwe wafu kwa habari ya dhambi, kwa habari ya Mungu tukawe hai. Amen. Kuna vitu vingine vikimbie, sio maombi tu. Kimbia hata kwa miguu yako, mtumishi wa Mungu. Kimbia hata kwa akili ya kuzaliwa. Ndio maana Biblia inasema ikimbieni zina. Yaani roho ya uzinzi na umalaya haihitaji kuomba tu na kukimbia. Yaani na kukimbia kwa miguu yako. Amina. Mungu akupe neema ya kuelewa. Na hivi vitu vinanimaliza kabisa. Leo watu wameokoka, wako makanisani, unakuta malaya wengi, wazinzi. Yaani mtu kanisani ana washikaji, yaani mambo kibao. Na ukisema hubiri atahubiri, ukisema omba ataomba, ukisema kemea pepo nasema kwa jina la Yesu, lakini ni malaya. Unajua kuna maagano ya kishetani. Kuna maagano yani? Kuna maagano ya kishetani ambayo watu wanaweka agano na shetani. Anapofanya umalaya ndipo nguvu zake za kishetani zinaongezeka. Ndio maana utakuta mtu ni malaya akisimama kwenye jukwaa, mapepo yanalalamika. Ile ni agano la kishetani. Kinachofanya vile sio Mungu, ni nguvu za shetani mwenyewe, ili kuwapiga watu pofu wajue huyu ana Mungu. Lakini Mungu wa haki, Mungu wa kweli, Mungu aliyetuokoa, Mungu aliyekuja kwa ajili ya wote wenye dhambi, yeye hafanyi kazi na mtu aliye malaya. Hafanyi kazi na mtu aliyejichanganya. Yeye ni Mungu wa haki, na haki imenyoka, na haki itabaki kuitwa haki. Amen jamani. Kwa hiyo elewa kabisa, mtoto wa Mungu uliokoka, haya mambo, kataa kiburi, sawa? Kataa nini? Kataa kiburi. Kataa roho ya uzushi. Jambo unalolisema uwe na uhakika. Anza kuzusha mambo ambayo huyajui. Iko siku utaingia pabaya. Hata kama utapata shida duniani, jehanamu utapata shida.
Usiwe mtu mwenye maneno. Amen. Tunaposema uzushi, kuna mambo mengi kwenye uzushi. Kuna watu wanaozusha mambo kumzushia mtu mwingine. Kuna watu wanazusha mambo mpaka kwa watumishi wa Mungu hawaogopi. Mpaka watu wanakaa wawili kusema watumishi wa Mungu. Kusema si mchungaji, si kusema mama mchungaji, si kusema mzee. Utakufa mpendwa. Yaani nikwambia, hiki ni kifo. Hiki ni nini? Unapomsema mtumishi wa Mungu bila sababu, wewe unataka laana.